رغبنا فيه ولا سبيلا يؤدي إلى النار إلا وحذرنا منه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من سار على نهجه واقتفى بسيرته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته والعزم على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، قد استقبل علينا شهر رمضان، شهر عظيم، شهر مبارك فيه أنزل القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما بعد، إني وحكم الإسلام، بعد أن kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi cha umma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo hii tumefungua Ijumaa hapa, na hii ndio Ijumaa ambayo ni ya kwanza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Enyi watukufu wa Islam, tupo ndani ya Ramadhani, mwezi ambao ni wa Qur'an. Inabidi tukisilishe katika kuisoma Qur'an. Mwezi huu ni mwezi ambao ndio mwezi ambao una Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ambayo Allah amesema khairun min alfi shahr, ni bora kuliko miaka 1000. Tunapokuwa katika mwezi huu wa Ramadhani, tuyafanye yote ambayo yanamridhi Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile tuepukane na yale ambayo yanamudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao mmeamini, kutiba alaykumus siyam, imefaradhishwa kwenu nyinyi swaumu, imefaradhishwa kwetu sisi kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hiyo ni wajibu kwa yote ambayo ni mukallaf na amri. Hiyo jambo ni miongoni mwa amri tano za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa Uislamu. Inawajibu kwetu sisi sote kushikamana katika hizi ibada, kutoa sadaka kwa wingi katika mwezi huu wa Ramadhani, kuswali swala zote tano. Endapo unakuwa ni Muislamu wa kweli, ni wajibu wako kuswali swala zote tano, sio katika huu mwezi wa Ramadhani peke yake, bali ni wajibu kwa watu wote kuswali hizi swala tano. Hili sio jambo ambalo ni jambo la Ramadhani peke yake, hapana. Ni jambo la maisha yako yote, lazima ufungamane na swala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: ya ibn Adam khalaqtuka lil'ibadati fala tal'ab. Mwenyezi Mungu anamwambia mja, khalaqtuka lil'ibadati fala tal'ab, tumeumba wewe kwa ajili ya ibada, basi usifanye mchezo na ibada. Wa dhamantu laka rizqaka fala tal'ab, na vile vile wewe nimekupangia riziki yako. Riziki yako nimekupangia, usiende kumba na riziki yako kiasi ya kwamba ukaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi ya watu inapoadhiniwa swala ya alfajiri, yeye hazingatii swala la kwenda msikitini, bali hiyo ni alamu kwa yeye kwa ajili ya kwenda kwenye kazi zake na shughuli zake za kila siku, ambapo anamwacha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapomwambia hayya ala salah, hayya ala al-falah, njoo kwenye
utaporidhika wewe mwanadamu kwa yale ambayo nimekupa wewe, kwa ile riziki ambayo nimekupa wewe ukaridhika nayo, arahtu qalbaka wa badanaka, nitaustarehesha moyo wako na mwili wako. Utakapokuwa umeridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakupa, basi hapo utakuwa nini? Mwenyezi Mungu anasema nitaustarehesha moyo wako na mwili wako. Fa inna tawba, na usiporidhika kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekupa, Mwenyezi Mungu anasema atakukuchia dunia, utakuwa wewe ni mtu wa dhiki siku zote. Akatoa mfano taruku biha, utakuwa unapata tabu katika dunia, unaenda mbio karabui. Anasema utakuwa unapata tabu na kurukaruka, ni kama samaki anayotolewa katika nchi kavu kwenda kwenye nchi kavu. Hilo ni swala ambalo waumini wa leo Waislamu inafaa tuzingatie, ya kwamba lengo letu kuletwa hapa duniani sio kwa ajili ya chochote isipokuwa ni kwa ajili ya kumwomba na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kutoka kwenye hadithi ambayo imepokelewa na Sulaiman al-Farisi, anasema unapokaribia mwezi wa Ramadhani, unapofika mwezi wa Ramadhani katika siku ya Shaabani ambayo ni ya mwisho, fi akhir yaumi Shaabani, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kuna lituhudhuria akasemaje, ayuhan nas, enyi watu, qad adhallakum shahrun adhim, hakika umewafikieni mwezi mtukufu, fihi lailatul qadr, katika huu mwezi kuna lailatul qadr ambayo ni nini? Khairun min alfi shahrin, bora kuliko miaka 1000. Ja'ala Allahu siyamahu fariida, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia saumu ya mwezi huo wa Ramadhani kuwa ni lazima kwa Waislamu wote. Wa qiyamuhu lailatun, na qiyamu lailahu tatawwu'an, wa man taqarraba fihi bi khislatin min al-khair kana kaman adda fariidatan min al-khair. Na kusimama katika mwezi huu wa Ramadhani katika usiku inakuwa ni bora kwako wewe, unapata ajira ya mtu ambaye anazifanya faradhi. Waman adda fariidatan, anasema na mwenye kutimiza faradhi, mwenye kuiswali swala ya faradhi, kana kaman adda 70 fariidatan fima siwa, anakuwa ni kama ameswali swala 70 katika miezi ambayo ni nyingine isiyokuwa Ramadhani. Watukufu wa Islamu, lengo la kuletewa hii saumu hii Ramadhani ni la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Unapokuwa wewe uko katika ile hali ya kufunga, ndipo utakuwa na uwezo wa kufikiria ya kwamba wale ambao huwa hawapati riziki, hawapati chakula, hii hali ndio wanaojisikia. Kwa hiyo kupitia hii itakufanya wewe moyo wako ufunguke na umche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Enyi watukufu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza kuyatenda yaliyokuwa mema na kuwe wacha Mungu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala atarahisisha na atafungua mambo yetu.